Naam, karibu na tuendelee na mazungumzo. Kama nilivyokuambia, tunakwenda mpaka pale saa 4 kamili za asubuhi, na ukumbuke kwamba leo ni siku ya Ijumaa, tunasema ni Friday, japokuwa tuko katika mfungo wote. Nazungumza hivyo kwa maanisha kwamba ndugu zetu Waislamu, ndugu zetu wa Kristo, wote tuko katika mfungo, lakini furaha lazima iwepo, ndio maana tunasema ni Friday. Sawa, mimi naitwa Paul James PJ, niko na Samsa Sali, lakini tuendelee kumtambua Malkia wa Nguvu ni nani. Na kauli mbiu ya mwaka huu kama mnavyoelewa ni kwamba twende duniani, kama ndani pengine tumejitosheleza, sasa inabidi tuvuke mipaka. Sasa katika siku hii leo tuko na dada yetu ambaye ni mtoto wa mwanamuziki maarufu sana hapa nchini Tanzania, ambaye alitoka katika miezi ya karibuni, na mzungumza mzee King Kiki. Na huyu anaitwa Jessica Kikumbi. Mimi nitapenda nimuite Jessica Kikumbi Mwanza Mpango, mpaka ndio jina lenyewe hilo, almaarufu Jessica Kitambaa. Huyu ni mwanadada ambaye ameweza kutoa ajira kwa Watanzania kama sio wengi lakini kwa uchache, lakini yeye amejikita zaidi katika masuala ya burudani. Burudani ipi? Na pengine tungependa kujua zaidi kutoka kwake kwamba historia yake imetokea wapi mpaka kuwa na nafasi ya kuweza kuajiri Watanzania wenzake, lakini yeye mwenyewe pia kuweza kunyanyua status yake ya kimaisha. Karibu sana Jessica. Asante. Habari za asubuhi? Nzuri tu, habari za masiku? Salama. Tujaonana muda. Miaka. Umeshiba. Nafanya mazoezi ndapungu. Karibu sana. Asante. Labda tungependa tu kujua kwamba pengine historia yako fupi tu, kwamba Jessica ni nani na ilikuwaje pengine ukaingia katika masuala ya burudani, kwa sababu mimi nakufahamu wewe ulikuwa ni mmoja kati wahudumu katika ndege ya maarufu nasema ni air hostess. Yes. Na ukatoka kule ukaingia katika masuala ya kujiajiri, kwa sababu mabinti wengi ambao ni malkia wa nguvu wanatamani pia kuhudumu katika ndege, ni kazi fulani na status yake. Yes. Lakini ukasema hapana, ngoja niangalie upande wa pili. Karibu. Yes, fanya kazi sehemu mbalimbali hata kabla sijawa mhudumu wa ndege. Nishafanya kazi hata kwenye duka la nguo, nimeuza nguo, nishakuwa secretary, nishafanya usafi kwenye maofisi, lakini end of the day kazi yangu ya mwisho nilikuwa air hostess kwenye shirika la ndege. Baadaye nikaona mshahara hautoshi, ikabidi nifungue biashara. Nilikuwa na mtaji mdogo tu, nikafungua biashara ya kitambaa cheupe. Ilikuwa frame moja. Na pamoja kufungua biashara, lakini ile kampuni pia ilikufa. Kwa hiyo ilikuwa tu Mungu tu akanisaidia kwamba nilikuwa tayari nimeshafungua biashara yangu. Then ikaenda, nikaona this is my thing, naweza nikafanya kikubwa zaidi. Kwa hiyo nikaendelea kupanua biashara, nikafungua baa kubwa, nikapata matatizo hapo katikati, but alhamdulillah now kitambaa cheupe ziko 3. Ziko 3. Turudi nyuma kidogo. Kwanza pole kwa msiba, kwa sababu tujaonana. Mzee wetu ni mzee ambaye ameacha alama kubwa sana. Ndio. Support yake kwako ilikuwaje, mzee King Kiki? Katika familia actually mtu ambaye alinisupport sana ni yeye, kwa sababu alikuwa kwenye industry ya burudani muda mrefu. Wakati naanza hii biashara, kaka zangu walikuwa very much against it, kwa sababu imagine unatoka kuwa mhudumu wa ndege, kazi ambayo ina status, alafu unakuwa una grocery. Imagine. Kwa hiyo kuna perception ya Watanzania, mwanamke akishakuwa na bar grocery, anaonekana kama kuna uuni huko ndani. Lakini babangu akawa ananiambia, kaka zangu mwacheni, you never know Mungu amemwandikia nini. Kwa hiyo ni kujibu swali lako, babangu alinisupport sana from day one naanzisha ile biashara. Sawa, karibu. Asante. Jessica, mtazamo kaka zako ndio mtazamo wa jamii kubwa sana. Ni kweli. Nini wewe katika kufikiria kwako hostess, kwa nini usirudi kwenye duka la nguo? Kwa nini usirudi kwenye stationery? Ukaona mimi niende kwanza kwenye grocery ukiwa na big picture ya baadaye. Nini kilikupelekea huko? Mimi kidogo nimesoma marketing, sio sana, nina certificate tu ya marketing. Kwenye biashara lazima uangalie demand, yani watu wanataka nini. Ukifulfill demand, hiyo ndio biashara yenyewe. Na wasichana wengi by that time naanza biashara walikuwa wanapenda ile show off, unajua Slay Queen nimepata boyfriend kanifungulia duka, naonekana niko smart, asubuhi nimekaa dukani kwangu nimependeza. Sasa mimi focus yangu ilikuwa kwenye pesa. Kwanza nilipoanza nilikuwa sina wafanya kazi. Kwa hiyo ilibidi nifanye usafi mwenyewe, nipige deki, ni matangazo nifanye mwenyewe, kufanya mahesabu counter nifanye mwenyewe. Focus yangu ilikuwa ni pesa tu. Nilikuwa sijaridhika na maisha. Either kwetu ninapokaa mimi, yani umaskini nilikuwa siupendi kabisa mpaka leo. Kwa mimi nikasema it doesn't matter kama nitauza nyanya, nitauza nini, jamii itanichukuliaje, lakini mimi nataka nifanikiwe. That was my focus. Yeah. Wakati unafikiria kuingia kwenye industry, ukuogopa kuona kuna watu walishaji establish? Yeah. Wapo, wewe una grocery, kuna mtu ana mabaa makubwa, yana matata,
Ni kweli. Wewe kilichokupa courage kusema na mimi nitapiga tu kama wao, ile courage kuna wakati ulifika ulichoka kama mwanadamu sasa, kufika kwa nitakuwa najidanganya, ilikuwaje? Ilikuwa kwamba unajua mimi siko my competitors na waonaga kama watu ambao walikuwa wamenitangulia. Nilikuwa naona kama walimu wangu. Nilikuwa najifunza. Yaani nilikuwa natoka naenda bai naangalia huyu ana kitu gani. Najifunza vitu vizuri kutoka kwao. Sikuwahi kuogopa. Soko lilikuwa gumu. Kupenetrate kwenye soko ambalo kuna Dar es Salaam unajua buzz kwa nyingi. It was very hard. But focus yangu ilikuwa kwenye creativity. Niangalie demand ya wateja na mimi nilikaa na kitu kimoja, nataka ni fulfill burudani. Mimi mwenyewe napenda burudani na nimezaliwa kwenye familia ya burudani. So nikawa na focus wateja wakija kwangu lazima wapate burudani 100%. So I was not scared but I was learning, nilikuwa najifunza zaidi. Wow. Kutoka grocery mpaka mtoto wa kwanza mkubwa, ilikuwa kama miaka mingapi hapo? Grocery mpaka baa yangu ya kwanza ilikuwa like kama mwaka mmoja. Mimi na 18, 19 nikafungua baa. Nikapata matatizo hapo. Mwenye nyumba akalifanya figisu. Nikabidi nifunge, alikatisha mkataba, so I had to move kwenda kufungua baa nyingine ambayo sasa hizi ipo Tabata. Chalala paka polisi. Unajua zile. So it was hard, yani ilikuwa rahisi kabisa. Lakini unaonekana umetambaa na biti. Wanasema watoto wa mjini. Yaani umetambaa na biti, yaani kwamba Mshua apumzike kwa amani mzee wetu mzee King Kiki, kwa sababu wimbo wake wa Kitambaa Cheupe ni wimbo ambao kimsingi mimi nauita ni jeans, yani hauchakai. Yani jeans siku zote huwa haichakai, tapauka tu kidogo, lakini ipo. Na huu wimbo ni kwamba umekwenda kwenye generation tofauti, kwa sababu ni wimbo wa zamani sana, lakini sasa hivi hata mtoto ambaye ana miaka 15 anaujua, si ndio? Uliona kwamba nitembee na biti ya wimbo wa baba wangu Kitambaa Cheupe, au ni kitu gani ambacho pengine kilikuvuta mpaka ukapata jina? Maana yake tunazungumzia branding. Ni branding. Ni kweli. Kwa vitu viwili. Kwanza ndio kama hivyo, unabidi utembee na biti. Unataka kutoka kimaisha. Unafanyaje? Nikafikiria jina la kuita baba yangu. Sasa baba mwanamuziki, jina lake ili nyimbo ime kwenye peak. Let me use this name, nitumie jina, baba inaweza ika trend. Lakini pia babangu yeye alikuwa ni mwanamuziki tu, hakuwa mfanya biashara, hakuwa na nini, na nikajua tu one day atakuja kuzeeka, ataondoka kwenye dunia, ataacha nini? Nyimbo tu Kitambaa Cheupe. Wacha nitumie jina lake kuweka legacy ya baba yangu kwenye iba ya Kitambaa Cheupe, kwa sababu burudani, Kitambaa Cheupe inatoa burudani na yeye alikuwa kwenye industry ya burudani, so it's the same thing. So it's a biashara lakini pia legacy ya baba. Na jina lilikulipa? Imenilipa. Alhamdulillah. Ulipokwenda Tabata ndo mtoto anaanza kukua, changamoto ilikuwaje? Maana ukuaji uliotokea uliutegemea kwa muda, unajua mtu anaweza kaanzisha pakubwa, sasa hapa itachukua miaka 5. Lakini unashangaa miezi 8 pameitika. Nini ilichukua muda gani, lakini nini kilikuwa entertainment ya namna gani, au nini uliweka ukaona udambua hapo? Siri ilikuwa nini mpaka kufanikiwa? I don't know, creativity. Changamoto zipo kwenye kila biashara. Kuona mimi sasa hizi na wafanyakazi 283 kwenye bazote tatu. By the time naanza Tabata kuna wafanyakazi kama 30. Wafanyakazi wana tabia tofauti tofauti. So kuhandle tabia za wafanyakazi it's hard. Ku maintain capital, sababu kwenye biashara lazima maintain capital. Profit maintain, lakini pia ukuze huo mtaji. Ndio biashara yangu ya kwanza. Kwa hiyo mwanzoni ilikuwa ngumu. Sometimes unajikuta umetumia mpaka capital, unashangaa mbona mtaji unakufa. Baadaye unajifunza bwana, ukiuza milioni 10 unatakiwa hela mtaji itoke, faida ni hii, kwenye faida kuna nyingine una save, kuna nyingine una invest, una reinvest. Kwa hiyo it was hard sababu ilikuwa ndio biashara mpya. Nimejifunza mengi hiyo elimu ya biashara. Majuzi hapa tulikuwa nazungumza na ndugu yangu Samu hapa na Kija kuhusiana na masuala hayo ya biashara. Na uzuri hivi Sam nani duka huru tumeongea nani jana? Duka huru. Ilikuwa ni jana juzi. Tulikuwa nazungumzia kuhusiana na masuala hayo ya biashara, namna ya kuweza kuwa na discipline katika biashara.
tukatoa mfano kwamba unaweza kama mwajiri mtu amekaa pale counter pale anauza milioni 10, yeye anasema leo nimeuza kweli, alafu anachukua milioni 2 anaweka mfukoni. Kumbe faida pale ni shilingi 40. That's the thing. Simenelewa vizuri ni changamoto kubwa sana hiyo. Anyway, tukupongeze sana kwa sababu kwa umri wako na kwa jinsi ambavyo umegrow kwenye industry hiyo ya burudani, kuajiri watu 200 na kitu sio kitu kidogo. Sio kitu kidogo. Na ndio maana tunasema wewe ni malkia wa nguvu. Si ndio Sawa. Mtazamo ukoje? Kwa sababu tunapozungumzia masuala ya uchumi yana sekta nyingi sana. Kuna mtu anafanya kilimo, kuna mtu anafanya biashara, kuna mtu anafanya hiki na hiki. Kuna perception moja au mtazamo mmoja ambao sio mzuri sana katika jamii ya Kitanzania, kwamba unapomkuta mtu hotelini anaosha glasi basi unamchukulia poa. Lakini kwa wenzetu kule katika mataifa yaliyoendelea, huyo mtu ambaye anafanya kazi kwenye restaurant au kwenye bar kama za kwako ni mtu ambaye ana kipato kizuri tu. Akipiga baa 5 kwa siku ana pesa nyingi. Jamii tunaibadilisha vipi kwamba yule ni barmaid, yule mhudumu tu, lakini wale pia ni watu ambao wanaishi na wanategemea kipato labda kulikuwa especially kwa wanawake. Hebu tutambaye hapo. Mimi nataka kuwashauri hasa wanawake. Yani jamii inatakiwa iwape motisha wanawake wafanye kazi yoyote. Hakuna kazi ya mwanaume, hakuna kazi ya mwanamke. Tafuta pesa popote unapoona. Mimi yani popote kwa mfano sasa hizi Kitambaa Cheupe ina tumefungua Airbnbs, tunazo sasa hizi. I'll do anything ambacho ni halali kupata pesa. Chochote kile. Hamna kazi ya mwanaume, hakuna kazi ya mwanamke. Na jamii inatakiwa iheshimu. Ukiona mtu ni barmaid, unatakiwa umheshimu na encourage. Hata serikali pia inatakiwa encourage kazi za sekta zote, especially kwa wanawake, na wasikate tamaa wanawake. Kwenye mwaka jana Februari kama sijakosea, paliwaka moto pale Tabata. Mimi na shemeji yangu mmoja, banda lake la kuku liliungua mpaka leo hajasimama. Yani ametumia muda mrefu sana kutoka kwenye banda la kuku. Wewe kuchukua muda mrefu, mwendo karudi kama kawaida, tukaendelea na maisha. Ulijipanga sana, una bima, una saving au kuna wana alisema mwanangu sisi ni wadau. Hapawezi kuendelea kuungua hapa. Nini kile? Hapana. Kwenye biashara let me say this, kwenye biashara lazima kwanza ile baa haikuwa na bima. Na ile baa imeungua, nilikuwa na mimba si miezi 7, mtoto wangu wa mwisho. Kwenye biashara lazima ujiandae na majanga. Lazima uwe na account ambayo imejiandaa na majanga. Baa inaweza kaungua, wewe mwenyewe ukapata kilema cha maisha. Mimi nishawahi kudaiwa na TRA kutokana na uzembe wa kuna mfanyakazi wangu mmoja hakuwa mwaminifu. Ikanipelekea nidaiwe 1.5 billion TRA. Na wakafunga account zangu last year. Kwa hiyo hicho kipindi 1.5 billion. Yes, kulikuwa kuna documentation hazijakaa sawa, mfanyakazi kafanya ujinga. Kwa hiyo serikali ikaniambia nilipe 50 million. Tumefunga account zako, weka milioni 50. Mambo mengine tutaongea baadaye kama kuna kesi au hakuna tutajua baadaye. Ndio kwenye biashara. Ulimpa mtu au ulilipa mama? Serikali, account number unalipa kwenye account ya serikali. Yaani sio kwamba ni mambo ya nje ya nani, no. Illegally kabisa. So kwenye biashara kama hauna account ambayo una save pesa kwa ajili ya emergencies, ndio maana kuna biashara zingine ghafla unaona mtu kafunga biashara. Kapata sio tatizo kidogo kafunga biashara. Yani you have to be ready for anything at any time. Kwa mfano mimi hata hizi nywele za milioni 3 sijui milioni 2 nimeanza kuvaa juzi tu. It wasn't my priority. Zamani mimi nywele yangu ya mwisho 1.5 100,000. Pesa zote ni kuinvest na kusave. Kwa hiyo kama ukinunua nywele la milioni 1 au milioni 1.5, hakikisha ikitokea janga la milioni 30 una uwezo kulisolve. Don't spend more than you're saving. So ni kujibu, it wasn't wadau, alikuwa chochote ni mimi na timu yangu ya Kitambaa Cheupe na my small savings ambayo nilikuwa nimeiweka, ambayo nishajiandaa kwa majanga. Which is bad. Bima ni kitu muhimu sana. Kwa hiyo kwenye biashara kuna kujifunza. Kwa hiyo nimejifunza bwana, bima ni kitu muhimu. Kwa sababu pia liliniumbisha. Maana hiyo ningeweza kufanya kitu kingine, bili nijenge tena baa nyingine. Na hasara hifu kama majirani na all that. Generation ya capital. Nazungumzia capital, yani msingi kwamba sasa huu ndo msingi wangu. Let's say ni milioni 10, milioni 20. Faida yake wewe unaipeleka wapi? Faida ni mahesabu ya kawaida tu. Faida inabidi ugawe, ufanye savings, ureinvest, nyingine unaweza kutumia na unajilipa pia mshahara. Yani point yangu ni kwamba pengine capital
inazalisha faida, si ndio? Ndio. Kuna kitu kingine ambacho unakifanya sasa kupitia hiyo faida ambayo unaipata nje ya kitambaa cheupe, pengine unalima, unafanya kitu gani? Mimi na Airbnb, tuna kampuni mpya imefunguliwa inaitwa Mela Comfort. Tuna hizi Airbnb, unajua hizi nyumba za kupangisha kwa siku. So ndio hilo pia ni zao la kitambaa cheupe. Nilikuwa na microfinance, nikaifunga. Pia niwaambia wasichana. Yaani sikuwa na passion nayo. Unajua kitu umefungua tu basi. Unajua kitu nilifuata mkumbo. Upepo. Bwana microfinance inalipa, unajua zile. Kama tikiti vile. Kama tikiti. And I was like, ngoja nifungue. Nimefungua kwanza, nikafungua tena ya pili Mafinga. Nikasema tu bana, this is not my thing. Yaani hii si passion yangu. Mimi passion yangu ni haya mambo ya burudani, tourism, hotel, yani hii ndio issue yangu. So I closed it down. Sasa hizi tuna hizo bar ziko 3, kuna kitambaa cheupe Tabata, Sinza na Mbagala. Lakini pia tuna hizi Airbnbs. Inaitwa Mela Comfort, ziko Kinyerezi na Tabata. Sisi mwaka huu 2025 Clouds, Malkia wa Nguvu tutasema twende duniani. Una mawazo ya kufungua kitambaa cheupe South Africa, kitambaa cheupe Nairobi, Kigali. Kuna vision ya namna uko nayo ili uende duniani? Nina vision kubwa. Kwanza hapa Tanzania kuna mikoa nataka nifike, lakini pia nataka kujikita kwenye industry ya tourism kama hiyo hotels ambazo tumeshaanza na hizo nyumba kadhaa. So mawazo yako makubwa sana. Serikali tu iendelee kutusupport sisi wasichana. Mume wako ni mtu wa aina gani? Mume wangu ni mtu anapenda dini sana. Anapenda dini? Okay. Na ni mpole. Alhamdulillah, nashukuru. Support yake ikoje? Ananisupport sana. Kuna differences kwa sababu anapenda dini sana, alafu mimi biashara yangu kidogo mambo mengi. Lakini kwenye ndoa inabidi muwe tofauti, mkifanana sana nayo hainogi. So tuko vizuri, tuna watoto 3. Okay, hongera sana. Mimi pia ni mama. Jessica, unajigawaje? Kwa sababu hapa kuna Mbagala, Tabata, Sinza. Hapo kuna Airbnb, hapo kuna watoto, kuna mume. Unajigawaje hapa? Uwezi kufanikiwa peke yako. Mimi na team. Hata nimekuja na timu yangu. I have a big team. Na timu ya marketing, na timu ya finance, na timu ya nini. Lakini pia sio rahisi. Kwa sababu mimi kuna sehemu lazima nisimame mwenyewe. Kwenye maamuzi kama CEO lazima nisimame mwenyewe. Kama mama lazima. I'm a very good mother. Napika, na lea mume wangu, watoto, nafanya mazoezi. Yaani mwenyewe sometimes najiuliza hivi napataje muda. Lakini wanawake ndio tumeumbwa hivyo. Tuna mikono zaidi ya 10, yani tunafanya kila kitu. It's very possible. Wafanyakazi wako kielimu wako kwenye level gani? Wamenizidi, especially management. Wafanyakazi wangu wa management wengi wamenizidi. Wana degrees, masters. Ndio maana nasema uwezi kufanikiwa peke yako. Mimi Mungu amenijalia kipawa cha kuwa mfanya biashara, lakini lazima niajiri mhasibu mwenye degree yake masters, lazima niajiri mtu wa marketing, lazima niajiri. Wengi wako very high educated. Malkia wa Nguvu Jessica Kikumbi, Mwanza Mpango. Wafanyakazi wako unavyokaa nao hivi au hii timu ambayo umekuja nayo hapa, unaridhika wewe katika hali hiyo au pengine unakaa nao unaambia jamani pambaneni angalau kidogo, kama sio kunifikia basi angalau kidogo status kidogo ya life ibadilike, au unaridhika tu kwamba hawa watakuwa wafanyakazi tu? Yaani hata wangekopa ungeweza kuuliza. Mimi always nawaambia either uwe mpiga picha, uwe videographer, uwe marketing, na kila siku nawaambia lazima ufike mbali. Usitegemee tu eti uwe hapa kitambaa cheupe peke yake. Hapa iwe sehemu wewe kujifunza, uache alama kwamba mimi Coben, mimi sijui Jackie, mimi fulani nilikuwa kitambaa cheupe na nimeacha alama yangu. But from there you have to grow, uende mbali zaidi. Na ndio furaha yangu. Kuna training yoyote unapata? Nini? Training kwamba wanasema ni indoor training baba, na kila baada ya muda pengine wapata mafunzo wafanyakazi. Wanapewa, kuna baadhi ya watu waga wanawapa of course. Moja kati ya vitu ambavyo Jessica kitambaa cheupe imefanikiwa maintaining the standard. Yaani Mbagala hujachukua kusiko Mbagala. Lakini the standard iko vile vile. Yaani ukienda Tabata, ukija Sinza, ukienda Mbagala zinafanana yani kabisa na service. Maana muonekano nje ni moja, service ni cha pili. Nini kinasababisha kwamba wale ukienda uchangamfu wao hawajisikii wanyonge wako Sinza, hawajisikii wanyonge wako Tabata,
ukienda the burudani is the same. Unazungumzia uniformity, si ndio? Ya service. Si ndio? Najifunza kutoka kwa watu wanaofanya biashara kama mimi, nasoma kwenye mitandao, naona ili ufanikiwe, mteja akiingia baa anataka apate kitu fulani. So I'm learning. Mimi ni mtu ambaye najifunza kila kukicha. Hata kwa wapinzani wangu najifunza. Siwaoni kama makompetita. Naona kama kuna kitu kizuri wanafanya, najifunza. Kama kuna kitu na create na create. Kuna uwezekano kuna mtu ambaye ulikuwa unamtazama kama kioo. Lakini tumzungumzie Malkia wa Nguvu. Kwamba kipindi kile Jessica tuko wote Kinondoni mitaa ile. Wakina mama walikuwa wachacharikaji. Sasa inawezekana kuna mtu ambaye ulimuona ukasema yule mdada yule. Rita. Nani ambaye alikuinspire kwa upande wa kina mama? Rita Paulson. Rita Paulson. Yaani alikuwa ananiinspire sana. And I was like, natamani siku niwe kama yeye. She was very successful and drive gari nzuri, anavaa vizuri. Anaheshimika kwenye jamii. Malkia wa Nguvu. Sana. Yaani yule ni Malkia wa Nguvu. Moja kati ya mgonjwa na uji ni vitu vinavyoenda pamoja sana. Baa na kelele na majirani ni vitu ambavyo vinaenda pamoja sana. Unapata kazi kashikashi za majirani muziki au ume maintain vipi? Majirani zangu wote tuko nao vizuri. Na hata kama kuna wakati nateleza, wananiambia Jessica, mbona leo kama umeteleza? Naambia okay, basi tuna reduce sauti. Na hata baa zetu tulivyozitengeneza zina control sauti. Lakini kama nateleza, na majirani zangu wengi ni watu wazima, ni kama baba zangu, mama zangu. Wananifuataga, mbona leo umeteleza mwanetu? Tamani baba, ngoja turekebishe sound, tunatoa speaker yetu tunaweka hii. Mambo yanakuwa sawa. Kwa hiyo naishi vizuri na majirani, wananisaidia sana. Hongera sana. Asante. Kashikashi unapata zipi kwenye labda unajua kuna watu Jessica kuona unazidi kufungua hivi. Kuna watu tu hawapendi, yani kuna mtu hapendi. Mara unashangaa wamekuja sijui Osha, wamekuja sijui nani, wamekuja sijui serikali ya mtaa, wanakuja Nemki. Yaani hizi kashikashi unazipata za mamlaka hizi. Lazima ufuate sheria za nchi ukitaka kufanikiwa kwenye biashara Tanzania. Kwa hiyo hata kama utateleza, wewe hakikisha unakuwa kwenye mstari. TRA unalipa kodi. Sijui Osha, sijui Nemki, unafuata misingi yao wanayotaka. Kama mta compromise, mtaongea kwamba sijui naomba tufanye hiki, mnaongea, lakini lazima ufuate sheria za nchi. There is no way utafanikiwa kwa shortcut, hakuna. Punguza sauti, weka soundproof kidogo, huku punguza sauti. Kuna issue moja umeizungumza hapa ya hiyo mikwaruzano ambayo ilikuwa tena kwenye swali la sana. Kwamba hizo ni changamoto, kwamba kuna kipindi uliletewa bili ya 1.5B ulipe, lakini negotiations zikafanyika ukalipa 50M. Kuna fine zozote ambazo hiyo 50 ilikuwa ni advance tu. Ni advance. Tukaendelea sema tukakuta kuna mistakes zimefanyika wafanyakazi. Okay, sasa hizo tuziweke pembeni. Biashara kama hizi fine zake huwa pengine zinatokea mara ngapi? Changamoto ya fine sio hiyo umekuja hawa zipo. Yaani zipo. Ambazo zinatokana na nini pengine? Mistakes, sisi unajua si binadamu na wafanyakazi pia sometimes mtu anafanya kitu anakosea. Na ndio maana kwenye biashara unaambiwa fire and hire as much as possible. Hasa sisi wanawake tunashauriwa tusiwe emotional. Unajua sisi tuna huruma and all that. Yaani fire and hire hata kama ni asubuhi, mchana, jioni. Kwa sababu end of the day utaingia kwenye matatizo, afu end of the day utabaki mwenyewe. Kwa hiyo safari za hapa na pale, kashikazi za hapa pale huaga zinatokea, lakini kwa uzembe mostly. Sio kwa kukusudia kwamba eti niende against serikali, no. Sawa. Duniani huko, si tu kama mtaani. Mtaani bwana, ukijenga nyumba ukaweka geti kali, tasiri anakula rushwa. Sio mtangazaji, yani kuna hela tu amepiga ya CCM. Ukinunua gari jipya, utasikia kuna jimama anatoka nalo. Watu wamekutilia mashaka kwamba huyu sio baa tu, na umewahi kuzisikia mwenyewe mastori yao kwamba mbona mimi basi nipekueni basi. Watu wamekutilia mashaka kuhusu chokolate. Ni kweli. Wanatia mashaka kila siku. Kwamba huyu sio baa tu. Sio baa huyu. Sio baa pekee yake. Wao wanazipokea jinsi. I'm used to it. Hata as in street. Azikustu. Sababu najiamini ninachofanya. Kuna watu wanajua ninachokifanya, wanajua. Mimi na good relationship na banks. Uwezi kufanya na mikopo mizuri. Benki inaniamini. Niko na mahusiano mazuri sana na benki, na mahusiano mazuri na watu wa yani kama nyinyi waandishi wa habari. Network ipo. Why not succeed? Waingereza wana kitu fulani wanasema
putting all factors constant. Sawa Sasa hapo tunamwomba Mwenyezi Mungu. Yaani kama kila kitu kitakuwa sawa, ndio hizo factors zote viko constant. Na Mwenyezi Mungu akawa amekujalia pumzi. Unamuona Jessica Kikumbi Mwanza Mpango katika miaka 5 akiwa wapi? Akiwa 5 years. 5 years. From now, it's very near. Takuwa nimegrow of course. Labda 50 years, labda tuseme 30 years kidogo nitakuwa nimezeeka. Nimeona kuna baadhi ya investments nazifanya ambazo naweza nikafanya huko nimesha nguvu zimepungua. Lakini chama chope ni kampuni, haiwezi kufa. Hata mimi nikifa itaendelea. Ina watu, ina directors wengine. Japo mimi am the top, lakini I hope Mungu akijalia itaendelea. Unaitazama vipi diversity? Yaani kwamba sasa Kitambaa Cheupe iko kwenye entertainment zaidi. Pengine sasa kuanza kushift kwenda kufanya vitu vingine. That's what I'm doing. Nimekwambia tuna Airbnbs. Nasema tunazungumzia B&Bs pamoja na restaurant au bar, hiyo inasimama kwenye mamvuli mmoja. Yaani pengine kutoka sasa kwenda kuangalia kwingine. Nilijaribu kwenye microfinance and it wasn't my passion. Lakini sasa hivi ndo nasema mimi kama nikikua nitaenda kwenye, siwezi kulima, no. Nitaenda kwenye industry hiyo tourism, labda nitakuwa na kampuni ya tourism, nitakuwa na hoteli, yani ni humo. Kuna vitu sina passion navyo, lakini you never know, huwezi jua. Siku naweza nikakaa na mtu akanipa business proposal, nikaielewa, ukanikuta nimeshafungua kiwanda sijui cha maji. Unaelewa? Mimi anything as long as ni pesa halali, I'll do it. Una watoto watatu? Watoto watatu. Unatamani wawe kina nani? Ni wote wa kike. Natamani wafanikiwe. Natamani wawe kwenye maadili ya Kiafrika. Wawe wacha Mungu. Wawe wake bora na mama bora. Yeah. Safi sana. Ulizungumza kuhusu fire and hire. Moja kati ya maeneo ambapo kwenye industry uliopo tunaibiana sana watu. Yaani kwa mtu ajifunza kama anakuja kunywa lakini anaangalia wahudumu wako pale nini, anawashawishi, pengine anawachukua, yeye hataki kutrain watu. Yeye kazi yake tu. Sasa wewe unasubiri hata kabla hujafire. Watu washawabeba wanachukua. Hii ipo sana kwenye au unakabiliana nayo? Kwangu haipo. Mimi nawalipa wafanyakazi wangu vizuri. Yaani kwanza wahudumu wanatamani kuja kufanya kazi Kitambaa Cheupe. Hiyo ni dream. Ni dream wengi. Kwa hiyo yani kumuiba nani utampeleka? Na yani labda kuna bar of course kama 5-6 hivi tuko top 5 tunajuana. Hapo sawa, lakini na wao wenyewe ni very educative, yani na wajua kurugenzi ambao wana bar kama za kwangu hawezi kufanya huo ujinga. Definitely itakuwa bar zingine za kawaida na hamtowezi kutoka Kitambaa Cheupe akaenda bar nyingine. Yani najiamini. I pay them well. Wewe unapiga story na wale CEOs wengine labda kuna shida. Mwanangu naona tunakula bata kabisa, tunakaa tuna hang out sana yani. Huku sisi ndo tunaogombana huku. Yaani nyinyi, lakini sisi, kwa sababu sisi wafanya biashara tunataka tu yani tufanikiwe tu, yani tunaangalia mafanikio. Yaani hasa top bars, tunapiga story, tunakunywa, tunaenjoy. Sawa, kwa waendaji bar, sio kwamba lazima wote wakwenda kunywa bia, wengine wanakunywa soda, kuna siku hizi wameboresha mpaka kuna sehemu za matunda na vitu kama hivyo. Lakini kuna msemo mmoja sana wa support bana kuna ingizo jipya pale. Bana kuna usajili mpya pale. Si kama unaelewa vizuri. Nimekuelewa. Usajili au dirisha dogo wanaita sijui huwa unalenga mikoa gani zaidi? Hapana. Mimi naajiri watu kutokana na uchapakazi. Hata kuna mikoa wanasema bana kuna maingizo mapya yametoka sasa. Nakwambia sasa hizo ni baadhi chini ya kiwango. Sisi ambao tuna viwango tunaangalia uchapakazi kwa sababu unaweza kumleta mtu ingizo jipya huko kutoka Singida lakini haja kurudishia change. Au anakuhudumia kama vile yeye ndo mteja, wewe tena ndo mhudumu, unaelewa? So sisi tunazingatia kwanza uchapakazi, of course na muonekano, lakini uchapakazi sana ili mteja aridhike aweze kurudi tena. Siku hizi baa ni zaidi ya kunywa, yani kuna mpira, ukifungua baa hujaweka maskrini watu wanakushangaa. Siku hizi watu birthday, kuna mpaka vinakuja nini. Yaani ushindani ni mwingi sana. Hii creativity mnaenda nayo vipi? Kwa sababu inabidi kila siku wewe unakaa sema pale pana happen sana, labda DJ anakuwepo, live band inakuwepo. Yaani ni entertainment thing ndo kila kitu. Ni lazima umuize kichwa.
sana, kwa sababu ukitengeneza hiki mwenzao anatengeneza hiki, ukitengeneza hiki mwenzao yaani lazima uumize kichwa. So me I have a team ya creativity. Unaweza kukata masaa 13 mnakaa mna discuss idea. Kwa ukija kuona idea imetoka sijui Boss Mondays, sijui wale nazi 25, sijui uswazi gizani. Yaani hiyo idea imekaa imepikwa hasa. Yaani biashara sasa hivi sio tu kunywa. Watu wanataka entertainment. Na ndio maana sisi tunawadhamini wengi, mabenki, makampuni ya sigara, makampuni ya betting and all that. Kwa sababu biashara nao imeshakuwa tofauti, sio tu kunywa tu. Watu wanafanya vitu vingi, mpira and all that. Kwa wiki kama shilingi ngapi unakunja? Hiyo nitakupa details. Watu wangu wa benki watakupigia simu. Watakwambia. Tutakosea tukikuita Malkia wa Nguvu? Hapana, kwa kweli mimi najivunia hapa nilipofika. Na najivunia watu ambao nimewatoa, nalisha familia zaidi ya 283. Kwa kweli I'm proud of myself pia. Tuzo za mwaka huu wa 2025, umewahi kuwaza pengine katika miaka ya nyuma tangu issue ya Malkia wa Nguvu imeanza na watu wakapokea tuzo, unatamani kupata tuzo Malkia wa Nguvu kwa mwaka 2025 katika kitengo cha masuala ya burudani na entertainment? Nadhani nastahili. Una ndoto hiyo? Nifikirie. Utajisikiaje? Nitajisikia vizuri. Jamani, nimepambana mnajua. Kweli. Fikirie huko. Kweli tumepambana. Tumepambana PJ. Tumepambana sana. Tangu mpaka tutaka tuuziane saluni. Yaani, unakumbuka? Unakumbuka, unajua hasa zangu. Kabisa. Yaani you deserve kabisa kuwa Malkia wa Nguvu. I deserve kwa kweli. Labda mimi nitimishe na la kwangu. Wapo wanawake wengi sana wana ndoto na wanakatishwa tamaa aidha na mazingira ama watu wakijiangalia. Wewe kilichokuwa kumotivate sio hela, ni ule maskini ulikuwa hutaki. Yaani ukikumbuka sitaki kutelezea tena huko. Unawaambiaje wanawake wenye ndoto zao, kwa maana kwamba mwingine tamani leo ikitokea, tunaona wengi wanaamua kwa maslahi queen, it's temporary. Ile sponsor akifa tena rudi dari lianze upya. Unawaambiaje wanawake wenye ndoto kubwa lakini wanajidharau au wanajishukulia poa au wanajishukulia? Kwanza wajue kwamba urembo unaisha. Mimi ni 30 years from now siwezi kuwa hivi. Labda nitafanya hata kama nitafanya plastic surgery ngapi, lakini nishafika miaka 60 siwezi kuwa hivi. Na hata madanga haishi milele. Unaelewa? Kupata support kutoka kwa mwanaume sio kitu kibaya. Bora mwanaume anaweza kusupport milioni 20 30. Chukua ile, zalisha. So kesho kishokutwa akiwa hayupo, you can manage your own business. Usitegemee mimi mwanaume wangu tajiri ananipa hela kila mwisho wa mwezi. Siku akikuchoka tu, unajua kuna ile mtu amekuchoka. Bwana mimi nadhani nimekuwa mbaya, naenda kwa Jessica. Wewe utabaki maskini. Si aibu hiyo. So make sure hata kama una mwanaume ana pesa, invest that money. Open the business. Wala afu usifungue biashara eti nionekane nauza nguo, nafanyaje dukani kwako kuna sijui viatu vitano tu, umerelax kwa sababu unajua boyfriend atalipa tena kodi. Sio no. Wala biashara ambayo kabisa unajua hapa nitapata kodi, hustle. Mitandao ya kijamii siku hizi imekuwa inarahisisha biashara. Hustle in that. Use that platform vizuri. Unamzungumziaje Malkia wa Nguvu ambaye ni Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Dr. Samia Suluhu Hassan? Yes. Mwanamke mwenzio, mama yako, mama yetu. Katika kitu ambacho kinanipa nguvu. Kwanza ile siku na marehemu Dr. Magufuli alifariki. Moyo wangu akasema, so now tunakuwa tuna leader ambaye na una maumivu lakini pia unawaza. So new leader ni mwanamke. Hivi itakuwaje? Kuna kale kauoga lakini alivyoingia sasa madarakani na kuanza kufanya vitu kwa nguvu, badilisha vitu vingi. I was like, I say Mama Samia ni role model wangu na wanawake wengi kwa ujumla. Kwa hiyo tunampongeza sana na tutamchagua this October. Asante sana Jessica. Nimaliza. Jessica, tukushukuru sana. Asante sana. Lakini pia tukupongeze sana kwa haswa ambazo unavutia, lakini hamna kitu kizuri kama kuajiri watu na kuwapa mkate. Kwa sababu watu 200 na ngapi msema? 83. 283. Wote wanamwombea dua. Wanakuombea dua. Na sisi tunakuombea dua pia uweze kufanikiwa zaidi, hao 283 waongezeke zaidi, kwa sababu kuna tatizo la ajira nchi hii. Timu iliyokuja nayo tu hapa ni kielelezo tosha kwamba hawa ni vijana ambao ungekuwa mtaani pengine ungekuwa unatukaba, lakini wamebeba kamera zao. Afana kama pale nishamuona. Usamona
huyu Sijataja mtu. kuna kula ngeta, lakini hao sasa hivi wanapata kipato halali. Ni vitu vizuri sana ambavyo wanavifanya. Tunakuombea kwa Mwenyezi Mungu akujalie na tulipe kodi zetu kama kawaida, tutengeneze maisha ya Tanzania wengine. Sawa eh? Asante. All the best. Asante sana kwa kunialika. Thank you very much. Karibu sana. Haya. Tulikuwa tunazungumza na dada yetu Jessica Kikumbi, au tunasema napenda kumuita Jessica Kikumbi Mwanza Mpango, kwa sababu ni mtoto wa mzee wetu ambaye ametangulia mbele za haki, mzee wetu King Kiki, ambaye kiukweli generations zitakumbuka kwa sababu ameacha alama kubwa sana katika nyimbo zake na tungo zake nzuri sana. Jessica ni mfanyabiashara ambaye yuko katika masuala ya entertainment, na kama ambavyo mmesikia safari yake haikuwa rahisi. Kwa hiyo Malkia wa Nguvu tunapokuita, tunakuwa kama watu kama kina Jessica, unatakiwa usikilize, uangalie, unaweza ukapita mle tunasema ukatambaa na biti na ukafika sehemu nzuri sana. Asante kwa kutufuatilia. Tunaweka nukta, tukirejea tutakuwa na kocha Tulpamovic katika benchi la ufundi. Hii ni Clouds TV.